Haleluya. Naomba tupunge mikono. Amina. Basi asante sana Mwalimu Elia Mwakalonge. Asanteni wachungaji kwa kutuweka miguuni pa Yesu kwa maombi hayo ambayo yamekuwa mbaraka katika jioni ya leo. Sasa muda huu tutapata kusikia matangazo machache tunapoelekea kwenye ibada ya jioni ya leo, ambapo mchungaji Baraka Butoke atakuwa akitubariki kwa neno la uzima tena siku ya leo. Tangazo la kwanza, kama kuna mtu ama Isaac Mbwambo akaratibiwa, maana siku ya Ijumaa tutakuwa na zoezi la kuwafikia wahitaji hao. Vijana watajipanga kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 9. Watakuwa na zoezi la kuwafikia wahitaji kwa mahitaji ambayo watakuwa wakiwapatia. Anaweza akawa ni mgonjwa asiyejiweza, anaweza akawa ni mlemavu, lakini pia watoto yatima. Huenda kikawa ni kituo cha watoto yatima. Hawa watu wote basi unaweza kufika ofisi ya mchungaji ukawasilisha taarifa hizo na kisha wakaratibiwa kwa ajili ya kufanyiwa huduma ya mkono wa msaada siku ya Ijumaa. Tangazo la pili, idara ya vijana ama vijana wanatamani kuacha alama katika kanisa la Nyamisati kwa kuliezeka. Haleluya. Hivyo basi tutakuwa na sadaka ya kuwezesha mpango huo siku ya Jumamosi. Andaa sadaka yako, ambapo vijana wanapofanya kazi ya kwenda kukamilisha uwezekaji wa paa ambalo lipo kule Nyamisati, ambapo jengo tayari limejengwa ili watu wa Mungu waweze kuabudu wakimtukuza Bwana. Haleluya. Jambo la mwisho, kuanzia leo tutakuwa na sadaka ya kuwezesha mikutano hii. Kwa hiyo niwakaribishe nyote kwa kuendelea kutoa sadaka zetu ambazo zitakuwa sehemu ya kuwezesha mikutano hii na kuifanya iweze kuwa ya baraka kwetu. Wakati huu Uaminifu Gospel Music watakapokuwa wakiimba, basi kama umekuja na sadaka unaweza ukatoa. Mashemasi wameshaandaa vyombo kwa ajili ya kutoa sadaka hiyo, na mara baada watakapokuwa wakimaliza ndipo mchungaji Baraka Butoke atakuwa anasimama kutuongoza kwa ibada ya jioni ya leo. Mungu awabariki. Niwakaribishe nyote tuendelee kubarikiwa na wale ambao tumeendelea kufuatilia tukiwa huko mbali, na Mungu awabariki sana. Karibuni katika ibada ya jioni ya leo.
akuongoze maisha yako. Umemwachia nani akuongoze? Umemwachia Mungu, umemwachia Ibilisi, umemwachia nani akuongoze? Umemwachia Mungu, umemwachia Ibilisi, umemwachia nani akuongoze? Bwana, natamani siku zote niongoze. Bwana, natamani siku zote niongoze. Hili ni ombi langu, nitakwenda na wewe unaposimama wewe, kamwe haujashindwa. Bwana, natamani siku zote niongoze. Bwana, natamani siku zote niongoze. Kazini mwako umemwachia nani akuongoze? Huduma yako umemwachia nani akuongoze? Kazini mwako umemwachia nani akuongoze? Huduma yako umemwachia nani akuongoze? Umemwachia Mungu, umemwachia Ibilisi, umemwachia nani akuongoze? Umemwachia Mungu, umemwachia Ibilisi, umemwachia nani akuongoze? Bwana, natamani siku zote niongoze. Bwana, natamani siku zote niongoze. Hili ni ombi langu, nitakwenda na wewe unaposimama wewe, kamwe haujashindwa. Bwana, natamani siku zote niongoze. Bwana, natamani siku zote niongoze.
kwenda mbinguni, ninawasalimia tena jioni ya leo kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha. Sasa punga juu kabisa, punga ukiwa unatabasamu kama inatoka moyoni, kisha mshangilie Bwana na useme amen. Amen, amen, amen. Amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa juma hili makini la maombi, ambapo Mungu amechagua kukutana nasi, kusema nasi. Mungu amechagua kushuka na kutuinua ili mbingu na dunia zikutane. Bwana atubariki sana. Nimekuwa nikipokea messages nyingi. Sikujua kwamba watu wanatufuatilia kwa namna hiyo. Mara kuna washiriki wangu wako kule Uingereza wanasema, Pastor, salimia sana watu wa Ukonga. Kuna rafiki zangu wako Kenya, Nairobi, wengine Kisii, wengine Kehancha, wote kutoka Kenya pia jamani wanatuma salamu. Sikujua, yani kumbe kutoka Ukonga dunia inabarikiwa. Mwingine kutoka Marekani, nilimwambia Pastor, mke wa mchungaji Kagia anasema, Pastor, salimia sana hawa watu wa Mungu. Jamani, pokeeni salamu za hawa watu wa Mungu. Ninafurahi kwa sababu wiki hii kutoka mahali hapa Mungu amechagua kuwabariki ninyi na kuwabariki wale hata ambao hawako hapa. Hilo la kwanza. La pili, tumesikia tangazo na wito. Tulianza siku ya kwanza tukasema mission means me. Utume unamaanisha mimi. Na tukasema kabla ya kuanza kuihubiri habari njema, si mnakumbuka lile jibu ambalo Yesu aliwaambia wale wanafunzi wa Yohana, nendeni mkamwambie Yohana. Hiyo ni Mathayo sura ya 11. Nendeni mkamwambie Yohana, vipofu wanaona, viwete wanatembea, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa. Na kisha ya baada ya mambo mema ambayo watu wa Mungu wanayafanya kuigusa jamii, ndipo habari njema inahubiriwa. Huo ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, hatuanzi na habari njema, tunaanza kwa kuigusa jamii inayotuzunguka katika maumivu yake. Na namshukuru Mungu kwa sababu sasa tumeitikia wito huo, na wito umetolewa. Na nyinyi ambao mnatufuatilia kutoka sehemu mbalimbali za dunia hii, wito umetolewa. Siku ya Ijumaa tumechagua kuwafikia watu wenye shida, watu wenye changamoto, watu wenye maumivu. Tumechagua kuunyosha mkono wetu na kusaidia wahitaji. Sasa wapo wale ambao tunaishi nao kwenye community zetu, wapo wale ambao tunawafahamu kwenye jamii tunazoishi kule. Tumeambiwa tulete majina, tulete hali. Kama ni mtu mwenye, atutumii mlemavu, it's not politically correct, mtu mwenye wanasema nini mwenye mahitaji maalum, either ana changamoto, macho hayaoni, miguu haiko sawa, leta jina lake. Kuna mjane ambaye ameshindwa kabisa, hawezi, amekwama, leta jina lake. Kuna mzee ambaye hana msaada mwingine. Tunatamani wiki hii tupeleke tabasamu kwa mzee huyo. Tutakwenda kwa watoto yatima na kuwaona na kuwapatia msaada na kuwapatia vyakula na sabuni na dawa za mswaki na mafuta ya kujipaka na kuwapatia tabasamu na kuwaambia ya kwamba bado Mungu anawapenda na kuwajali. Tutaenda kugusa watu wenye mahitaji. Sasa wewe ambaye uko hapa, fedha leta fedha tukanunue vitu. Kama ni vitu leta. Una kilo 20 za mchele, toa 5 zilete hapa. Una maharage gunia umevuna kutoka kule Mbeya, leta basi hata debe 2 ya hayo maharage tupeleke kwa wahitaji. Una nguo nzuri kama hizo walizovaa waaminifu, hizi mnaweza mkazitoa tu.
una nguo nzuri, sio kuukuu, sio ambazo zimechoka, sio ambazo hazifai, nzuri tena kama zinanukia upya, hizo ndio tunazitaka. Leta tupeleke watu wavae. Maana hata hivyo, Waadventista wenzangu na wasafiri wa kwenda mbinguni na wote mnaonisikia, kipimo cha hukumu, Yesu anasema, nalikuwa uchi ukanivika, nalikuwa na njaa ukanilisha, nalikuwa na kiu ukaninywesha. Hata kuuliza kama ulikuja juma la maombi siku zote. Kipimo hakiko kwenye kusoma lesoni kwa mpango. Kipimo hakihusiani na urefu wa gauni lako, na sijakwambia uvae kimini, lakini kipimo hakihusiani na urefu au ufupi wa gauni lako. Kipimo hakiendani na kipilipili chako. Kuna watu wanadhani kipilipili ndio kitakachowaingiza kwenye ufalme wa mbingu. Yaani unaweza ukawa na kipilipili alafu unatembea polepole kuelekea jehanamu. Yesu atasema, nalikuwa na njaa ukafanya nini jamani? Nalikuwa gerezani ukanitembelea. Na watauliza, kwani ni lini Bwana? Atasema, ulipowatendea wadogo kati ya hao ulinitendea mimi. Kwa hiyo Ijumaa hatuendi tu kuwaona wahitaji. Ijumaa tunakwenda kumuona Yesu. Sasa unakosaje fursa nzuri namna hii? Jitoe, jinyime, jibane, halafu ulete kilicho bora. Yani leta kabisa kwa moyo mweupe. Na hivyo vitu nataka niwaambie kabla hatujavipeleka, tutavitamkia. Soma Zaburi sura ya 20 fungu la 3. Biblia inasema Mungu huwa anazikumbuka sadaka zetu. Kabla hatujazipeleka, tutamwambia Bwana, fungua macho yako na utazame. Leta. Ulioko online, nataka niwahakikishie kufika kesho tutakupatia account number, tutakupatia lipa namba, tutakupatia namba ya simu. Yaani kokote pale ulipo unataka kujumuika nasi kwenye kufanya jambo hili zuri na kubwa la kujenga ufalme wa Mungu, tunakukaribisha ujumuike pamoja nasi. Hata mimi na familia yangu kwa neema ya Bwana tutaleta. Kwa hiyo usiukose mbaraka huu. Sasa leo sitahubiri sana. Leo nitafundisha. Halafu kesho, kabla sijaingia kwenye somo la leo, iko hivi. Yaani kama ulikuwa una mpango wa kutokea kesho, ni bora hata usingekuja leo. Lakini kwa sababu umeshafika, sasa tufanyeje sasa? Si umeshafika? Lakini la kesho sio la kukosa. Kesho nitahubiri na kufundisha kitu ambacho hakifundishwi sana kwenye korido za Waadventista. Mungu avunjaye laana za vizazi. Generational curses. Kuna watu tuko hapa ni watumwa wa laana za vizazi. Kesho nataka nikukutanishe na Mungu anayevunja laana za vizazi. Kwa hiyo kama kuna mambo ulipaswa kuyafanya kesho, mimi nakushauri nyanyuka sasa hivi, nenda kayafanye kesho. Na kama kuna jirani, kuna rafiki, kuna mtu ambaye unajua kabisa anapitia kitu fulani ambacho si cha kawaida, yawezekana anatembea kwenye laana za vizazi, na ninapoongelea laana za vizazi, hii ina include pia addictions. Kuna watu, babu zetu walikuwa walevi, wazazi wetu ni walevi, na sisi pia tunajikuta ni nini jamani? Ndio ile dhambi inayokuzinga kwa wepesi. Kuna wengine bibi alizaa nje ya ndoa, mama amekuzaa nje ya ndoa, na hapo ulipo umeshapaki vijamaa viwili nje ya ndoa. It could be that you are dealing with something bigger than yourself. Yawezekana unapambana na kitu kikubwa kuliko wewe. Generational curse. Mama White anaita the sin of heredity. Dhambi ya kurithi. Yawezekana shangazi alidivorce, baba amedivorce, wewe naye ndoa yako inaning'inia kwenye uzi mwembamba,
ikielekea talaka, na wewe unadhani kwamba utaifix tu hivi hivi. Ngoja nikwambie, yawezekana unapambana na jambo kubwa kuliko wewe. Kesho ninakutambulisha kwa Mungu, haleluya, anayepambana na laana za vizazi. Kwa hiyo alika marafiki, tuje pamoja. Sasa nilitaka niseme jambo jingine, mnaniruhusu niseme? Leo sitahubiri, nitafundisha. Jambo jingine ni hili hapa. Sasa it's a youth week of prayer. Naomba leo ni wa challenge dogo vijana. Kule South America, Marekani ya Kusini kule, miaka ya nyuma, karne ya 17, 18 na 19, kulikuwa na watu waliokuwa wanaitwa Inca na Maya. Inca na Maya yalikuwa ni kama, tunaweza tukasema ni makabila au ni koo kubwa kule kusini kwa Marekani. Hawa watu waliamini hivi. Nataka usikilize walichokiamini, usiondoke na walichokiamini, ondoka na kanuni, principle unazoweza zikakusaidia wewe kwenye imani yako leo. Waliamini ya kwamba mtu anakufa kwa hatua 3. Listen, I'm not dealing, sishughuliki na teolojia yao ya hali ya wafu, lakini nataka upate hili somo. Mtu anakufa kwa hatua 3. Hatua ya kwanza ya mtu kufa, wao waliamini ya kwamba ni mtu ambaye anaishi bila kuwa na kusudi lolote. Yaani yupo, lakini kimsingi hana kusudi, yaani yupo tu. Zamani kulikuwa na wimbo fulani ni Bongo Flava, nilisikiliza kwenye basi siku moja la Abudi nikienda Morogoro. Wimbo ulikuwa unasema nipo tu. Sijui aliwimba nani. Mimi nilisikiliza mara moja tu kwenye basi nikienda makambi huko. Hana mchango wowote, hagusi maisha yoyote, habadilishi kitu chochote hapa duniani. Hata setting ya viti pale sebuleni kwake imemshinda kubadilisha. Huyo tayari ni mfu, lakini tuko naye. Halo, hiyo ni hatua ya kwanza. Mtazame jirani yako, muulize jirani, we jirani wewe, mtazame usoni. Ukitaka kumjua mwizi unamtazama machoni. Muulize, hivi wewe uko hai au shadanja? Kwa hiyo unapoishi maisha yasiyo na kusudi wala mguso wowote, yawezekana upo, tunakuona upo, ni kana kwamba upo, lakini kimsingi ulishafanya nini? Hiyo ni hatua ya kwanza. Uko, lakini kimsingi hata ungeondoka leo, kwa kweli pasingekuwa na tofauti sana. Hata historia yako ya kanisa tutakapoisoma kwenye msiba wako ni fupi tu. Alibatizwa mwaka huu, hakuna kazi aliyofanya, hakuna kikundi alichoimba, hakuna, yani, na akafa tarehe hii. Ndio historia ya kanisa imesomwa. Na katibu tutaweka chumvi, alikuwa anampenda Mungu. Darasa la lesoni lenyewe ulilomo hatulijui, kwa sababu kanisani ni saa 5, ukitoka ni saa, yani wakisema tu amina haupo. Kwa hiyo kanisani haupo. Kwenye familia pia huna mchango wowote. Yani vikao vya familia uwepo usiwepo ufanyi tofauti. Hamna mtu atachelewesha kikao cha familia eti ili wewe uje. Halo? Pastor unasema nini? Yaani unatakiwa uwe so impactful kiasi kwamba kama haujafika wanasema hebu subiri kidogo. Ukifika unakuta watu wako ajenda ya 6 kati ya ajenda 8. Wewe jua tu kwamba yani uwepo kwenye hicho kikao usiwepo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili wanasema ni pale ambapo unakufa sasa mwili, yani pumzi imetoka, si ndio? Pumzi imetoka, tumekuleta hapa, tumeenda, Bwana ametoa, majivu kwa majivu, udongo kwa udongo. Wanasema hiyo ni hatua ya pili ya kufa. Hawa ni the Inca and the Maya. When you physically die, unapokufa, yani ile sasa pumzi imeenda, imemrudia muumba kama mhubiri anavyosema. Hiyo ni hatua ya pili. Halafu hatua ya tatu, wenyewe waliamini ya kwamba pale ambapo mtu wa mwisho uliyeyagusa maisha yake anapokufa,
Hiyo ndio hatua ya tatu, na wewe pia hiyo ndio unakuwa umekufa kikamilifu. Kwa hiyo wenyewe waliamini, sisemi kwamba hii ndio imani sahihi kibiblia, waliamini ya kwamba hata ukifa physically, ili mradi yupo mtu ambaye uliagusa maisha yake na ukawa na impact kwenye maisha yake, yeye akiwa hai, wewe bado uko hai. Wakristo wanaisema vizuri ya kwamba ijapo wamekufa, matendo yao. Halo? Kwa hiyo hawa the Inca and the Maya walichokuwa wana challenge vijana wao na vizazi vyao ni kwamba live a life so impactful kiasi kwamba even when you are physically not here, but you are somewhere in people's hearts, in people's emotions. Nimeama frequency. Yani ishi maisha yenye mguso na ya maana kiasi kwamba hata ukifa tukakuzika ukaoza, lakini mguso wa maisha yako uendelee kukumbukwa na jamii uliyoiacha nyuma. Sasa kuna watu hapa tunaamini kwamba life is just for me, my fun, my joy. As long as I'm happy, it's just me and my wife and my children. Umezunguka hapo. Haujagusa maisha ya mtu mwingine. Ukifa, akafa mke, wakafa watoto, you are done. Lakini gusa jamii, gusa maisha ya watu. Tengeneza waves na pool. Hata ukiwa umekufa, miaka 30 baadaye, waseme kuna mwanaume aliitwa Baraka, aliwahi kuishi katika dunia hii. Vizazi viambiwe habari zako. Vitabu viandikwe kwa ajili yako. Nyimbo zitungwe, sio kwa utukufu wako, lakini kwa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia maisha yako, kugusa jamii inayokuzunguka. Walionielewa waseme amina. Nilikuwa sijaanza kuhubiri, hiyo ilikuwa ni kwa vijana, sababu tuko juma la vijana. Sasa nisipowaambia leo nitamwambia nani? Leo nataka niwafundishe kitu fulani kinachoitwa majuto yaliyo bora, dealing with regrets. Majuto yaliyo bora. Wakorintho wa pili sura ya 7 fungu la 10. Wakorintho wa pili sura ya 7 fungu la 10. Wakorintho wa pili sura ya 7 fungu la 10. Kama umeipata sema amina. Kama hujaipata sema hamna. Mimi na hakika imo, tafuta. Shida ni kwamba umekuja kanisani bila Biblia. Ungekuwa na Biblia yako ungeipata tu. Wakorintho wa pili sura ya 7 fungu la 10. Biblia inasema, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto. Narudia tena, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba. Toba hiyo inaleta wokovu, na wokovu huo huondoa majuto. Bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Ngoja nisome kwa niaba ya wale wenzangu kutoka Kenya ambao hawajui Kiswahili vizuri. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Na nafurahi sana alivyoiweka kwa Kiingereza. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regrets. But worldly sorrow brings death. Majuto yaliyo bora. Baba, sasa ni saa yako ya kusema na kanisa lako. Wewe unajua mimi siwezi, kwa sababu mimi mwenyewe na majuto yangu mengi tu, siwezi. Lakini wewe Mungu mwaminifu, ninakuomba sema nasi. Sema nasi tuisikie sauti yako, ni katika jina la Yesu. Amen. Sasa kila mmoja wetu ana majuto. Na najua wapo influencers kwenye TikTok na social media wanakuambia I have no regrets. Sina majuto.
mimi majuto free, sijutii chochote. Huo ni uongo. Shida tu tunaishi kwenye kizazi ambacho kila mtu mwenye data, kila mtu mwenye bando anajifanya mwanafalsafa bila research, bila nini. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu anaishi bila majuto. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo kama kuna mambo unayajutia kwenye maisha yako, it is normal for every reasoning thinking. Mwanadamu yoyote mwenye akili timamu ana majuto fulani katika maisha yake. Ni uhalisia wa maisha. Yaani ukisema sina majuto, inaweza ikatokana na mambo mawili. Namba moja, hauishi. Kwa hiyo there is no regrets kwa sababu you are not, lakini hauishi. Namba mbili, umepoteza senses kiasi kwamba hata kama unaishi you don't feel anything. You are living for nothing, or if you are living for something you have lost your senses, you feel nothing. Hiyo ndio njia pekee utakuwa huna majuto. Lakini kama unaishi actively, kichwa kinafanya kazi, moyo unafanya kazi, kila mwanadamu ana majuto. Na hapa lazima ni wazungu wanasema let me puncture a myth. Lazima nitoboe. Si unajua baluni likishajaa hewa ile lazima nilitoboe. Na nataka nilitoboe kwa kusema mambo mawili. Namba moja, sio wote tunajuta kwa sababu hatukupanga vizuri. Kuna majuto mengine tunaishi nayo au tuliyapitia au tunayapitia au tutayapitia, sio kwa sababu hatukupanga vizuri, bali kwa sababu kulikuwa na fakta nyingine kwenye maisha haya zilizokuwa nje ya uwezo wetu. Hizo fakta zikatupeleka kwenye majuto. Kama umenielewa sema amina. Hapa nataka nikuondoe kwenye kiburi. Maana tupo watu ambao tukimkuta mtu ana majuto, mara moja tunaanza kutafuta shida ni nini, alikosea wapi, alishindwa wapi, aliumba wapi, kwa nini ana majuto. Unaweza ukapanga vizuri mpango wako mzuri, lakini kwa sababu unaishi kwenye dunia ambayo ina vitu vilivyoko nje ya uwezo wako, vitu hivyo vinakuacha kwenye majuto. Kwa mfano, binti akiwa form 2, binti, sawa, anasema mimi nikiwa na miaka 27 nimeolewa. Miaka 29 mtoto wa kwanza. Miaka 31 mtoto wa pili. Nikifika miaka 35 nimemaliza kuzaa. Sasa wewe dada usiangalie chini. Kaza macho mtazame mchungaji. Ukiangalia chini tutaanza kuonea huruma, tutasema we kumbe ile ilikuwa inamhusu fulani. Wewe kaza macho nitazame kana kwamba hayakuhusu. Huo mpango unafanikiwa tu kama unajioa mwenyewe. Lakini kwa sababu kuna mtu mwingine hapa ambaye anapaswa aingizwe kwenye huu mpango, unaweza ukajikuta umefika miaka 35 na ndoa hujafanya nini? Sio kwamba ukupanga vizuri, ulipanga, lakini kuna fakta nyingine iliyokuwa nje ya uwezo wako. Na hizi zinakuwaga ngumu. Nilienda mwaka 2017 kufanya effort katika nchi moja hapa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, sitaitaja kwa sababu mimi sitaki kugombana na jenzi wa mataifa mbalimbali. Nimemaliza kuhubiri, dada mmoja akaniambia, pastor, ulipokuwa unahubiri Bwana amesema na mimi. Na mimi ni mchungaji wa Kiadventista, ninaamini katika progressive revelation. Yaani naamini kwamba Mungu bado anaendelea kujifunua hata sasa. Kwa hiyo nikafurahi sana kusikia mafunuo. Akaniambia, pastor, Bwana aliniambia wakati tunahubiri ya kwamba mwakani muda kama huu wewe utakuwa mume wangu. Na anasema hivyo mimi na mke tayari, tena mjamzito. Sasa kama alikuwa amepanga kuwa mke wa mchungaji na mchungaji ameshaoa, sasa si ndio umeingia kwenye majuto? Kwa sababu
kuna vitu viko nje ya nini jamani? Kwa hiyo sio majuto yote ni kwa sababu haukupanga vizuri. Mimi nitaanza nikimaliza chuo, vyo siku hizo tunamaliza miaka 24 25, si ndio? Nikimaliza chuo nitaanza kazi. Tena kazi kama sio mshahara wa milioni 3 sichukui kazi. Sichukui, degree nzima milioni 3. Mimi haiwezekani. Bora nitaenda tu Kariakoo nifungue biashara kuliko nilipo chini ya milioni 3. We mama we. Hiyo mipango kama unajiajiri mwenyewe endelea. Lakini kama inabidi uapply, uende kwenye interview, uende kwenye nini, kuna factors zilizoko nje ya uwezo wako. Nikishaanza kazi, mwaka wa kwanza wa pili namjengea mama yangu nyumba. Mwaka wa 3 na wa 4 namnunulia mama yangu gari. Mwaka wa 5 sasa ndio na mimi najenga nyumba yangu. Yaani miaka 10 ya kwanza ya kazi nimeshajipanga, nimejisoti. Ukiwa mwaka wa pili ndio sasa unaupata ugonjwa. Imekuja nje ya uwezo wako. Kwa hiyo nataka nikuondoe kiburi hapa cha uzima. Sio kila anayehangaika na kuteseka na ana majuto kwenye maisha ni kwa sababu hakupanga vizuri. Mipango yetu inaathiriwa na vitu vilivyoko nje ya uwezo wetu. Tutengeneze tabia ya kuhurumiana. Walionielewa waseme amina. Namba 2, sio majuto yote yanatokana na makosa. Yaani kuna watu tunaamini ya kwamba ukimkuta mtu anajuta ni kwa sababu alikosea. Kuna nyakati ambazo kufanya kitu sahihi kinaweza kukuacha kwenye majuto. Pastor, umesemaje? Narudia tena. Ukinikuta Baraka ninajuta, sio kwa sababu nimefanya makosa. Yawezekana nimefanya kitu sahihi sana kwa usahihi wake, na huo usahihi na moyo wote ndio umeniacha kwenye majuto. Yani umependa ile kindakindaki. Unajua kupenda alafu ukapenda tena alafu yani moyo umekalia maini na figo zinacheza hapo katikati. Yani umependa halafu kapigwa kibuti Pro Max, yani macho matatu kibuti kinakutazama hivi. Usiangalie chini, kaza macho mtazame mchungaji. Sasa hakuna kosa la kupenda. Hakuna kosa la kupenda kwa moyo wote. In fact, that's the right thing. Kupenda kwa moyo wote ndio kitu sahihi, ndicho unachopaswa kufanya. Lakini unaweza ukafanya kitu sahihi kabisa na hicho kitu sahihi kikakuacha kwenye majuto. Sijui mnanielewa ninachosema? Yaani mzazi umepambana kusomesha mtoto, umepambana mzee, umepambana ya hela yote, na ukasema mimi nataka mwanangu apate elimu iliyo bora kabisa, na alipo ukasema mwanangu nitampeleka nje kwa hizi pesa za madafu, na ukapambana usiku na mchana unasomesha mtoto, unalipa maada makubwa kwa pesa za kigeni, unafanya kile ambacho mzazi yoyote yule aliye bora anakifanya. It is the right thing. Anapofika nje mtoto anaanza kuwa mlevi na mtumia madawa ya kulevya. Unabaki na majuto, sio kwa sababu ulikosea, lakini kwa sababu ulifanya kitu kilicho sahihi. Ndio maana nasema ukinikuta na majuto, embu usiwe mwepesi wa kunihukumu, kuwa mwepesi wa kunihurumia. Kama tumeelewana mpaka hapo sema amina. Sasa nataka niende mbele sasa. If that's the case, tunapaswa kudeal na majuto yetu kwa namna gani? How do we deal with regrets? How do we deal with regrets? Nitachukua 4 models. Muda unakaribia kuisha. Nitachukua model 4 za Biblia haraka sana na kukuonyesha namna ambavyo watu tofauti wanashughulika na majuto kwenye maisha yao. 4 biblical models. Hizo model nitatembea nazo kwa haraka sana, muda hauruhusu. Ningekuwa na muda hii pia ningeingia ndani sana. Sasa ngoja leo niuze siri ya kambi ya wachungaji. Wachungaji tunapenda kusema ningelikuwa na muda ungeniruhusu, ningezama ndani zaidi. Yawezekana ndo umeishia mwisho hapo, lakini sasa ili wanaokonga wajue kabisa bado una madini, muda ndo unakubana, unasema muda hauruhusu. Kwa hiyo sometimes naposema I wish I had time,
Sio kwamba eti nilikuwa na mengine, ndio yameisha sasa, yamekata kabisa. Sasa maono yameishia hapo, lakini sasa kwa sababu ndo nimetoka shule mwaka jana sijui. Nategemea mengi ndio nisha. Sasa muda hauruhusu. Kwa hiyo nitawapa 4 models za namna ya kushughulika na majuto. Hili ni juma la maombi la vijana. Kwa hiyo I'm trying to be very honest. Modo ya kwanza inasema vunja na haribu kila kitu. Mambo yameenda vibaya. Kata, vunja, bomoa, si yameshaharibika, malizia. Hiyo ni modo ya kwanza. Na mfano mzuri wa hii modo ni Samsoni. Sasa ninamtazama Samsoni katika muktadha wa kushughulika na majuto. Sitazami jambo la kishujaa alilolifanya. Natazama katika muktadha wa kushughulika na majuto. Mnakumbuka baada ya kuwa amempenda binti mmoja kutoka huko chini Timna huko. Mnakumbuka hiyo habari? Na yule binti ameshamrubuni hivi, ukisoma Waamuzi sura ya 16 binti kashamtoboa macho. Mnakumbuka hiyo habari? Samsoni akaanza kwenda kusaga ngano. Si mnakumbuka hiyo habari? Nywele zikaanza kuota, si ndio? Samsoni akamlilia Bwana na Bwana akampatia neema. Samsoni akiwa ameenda kucheza show kwenye jengo kubwa, akamwambia yule mmoja wa wasaidizi, tafadhali nipeleke kwenye pila, kwenye nguzo za hili jengo. Mnakumbuka hiyo habari? Halafu Samsoni akamwambia Bwana, nijaze nguvu mara hii tu nimalize shughuli. Na alipopata hizo nguvu, Biblia inasema akafanya nini? Akasukuma lile jengo, likafanya nini? Likabomoka. Halikuwaua Wafilisti peke yao, jengo liliua Wafilisti pamoja na nani? Hii ni modo ya kwanza. Sasa jambo hilo of course lilikuwa na utukufu, maana kwa kufanya hivyo Waisraeli walipata ushindi dhidi ya Wafilisti. Lakini pia inaonyesha namna Samson alivyoshughulika na majuto yake ya kutobolewa macho na kuteswa. Alisema basi kwa kuwa tumefika hapa, life is not worth living, na sitakufa peke yangu, lazima niende na mtu. Kuna watu wakiwa kwenye majuto hawakubali kwenda peke yao, watabomoa maisha yao na ya wale wanaowazunguka. Sijui mnanielewa? Nikupe mfano. Pastor, wiki chache tu zilizopita nikiwa hapa kwenye mji ambao ninachunga kanisa langu kwenye mji mmoja unaitwa Reading, hapo Uingereza hapo Reading. Kuna habari ya jamaa mmoja ambaye alikuja pale kufanya kazi kutoka nchi za huko Afrika. Sitaitaja nchi pia, maana mimi sitaki ugomvi na tuko online, na vitu hivi vikishapanda hapa hewani havitoki tena. Amekuja, amehaso, kapambana, kamleta mke wake na watoto. Wakiwa wanaishi, siku moja jamaa akakuta message na picha mbaya. Mwanamke wake anafanya mawasiliano na mtu mwingine kwenye mji huo. Kwa hiyo mke amekosa uaminifu. Tuko pamoja? Majuto ameingia. Nimepambana, nimehaso, nimemleta huyu mama huku Ulaya, tuje tupambane, tunani maisha. Yeye akaona hapa, kwa kuwa sasa mama ameshaenda, basi tubomoe kila kitu. Jamaa alifanya nini? Akamchoma mke wake visu mara 3. Dada akatoa damu pale pale. Akapiga watoto visu vifuani, watoto 2, damu pale pale. Yeye mwenyewe akajitundika na kujiua. Yaani yeye majuto yanapokuja, solution yake bomoa, collapse, kill everything. Na tupo watu tunashughulika na majuto namna hiyo. Sasa wewe umekaa hapo unashangaa, uwe mke na watoto, yaani kwa nini? Wamekosea nini? Hata wewe ukijitazama, kuna namna ambayo vitu fulani visipoenda sawa unakuwa mharibifu. Remote unabonyeza hivi haifanyi, unabonyeza hivi haifanyi, unabonyeza haifanyi, kinachofuata unafanya nini? Unaanza kuigonga. Sasa kuna uhusiano gani kati ya kugonga remote na kubonyeza? Ni ile hali tu ya uharibifu, kubomoa, hayaendi sawa, vunja. Mi ni mbishi sana barabarani, na sijui sasa kama Mungu ndo ataniacha nisiende mbinguni kwa sababu hii ni shida. Yaani mimi huwa sipendi tu gari lote linipite. Kwanza napenda magari. Huo ni udhaifu wangu. Isaac ni rafiki yangu, anajua mimi napenda sana magari. Magari yenye nguvu, heavy engines. Napenda sana. Tangia nikiwa kijana mdogo magari
na hela zangu nyingi sana. Haya makampuni haya Mungu anayaona, yamekula hela zangu. Sasa nina gari langu mzee kali naendesha, afu mzembe tu aje ani overtake, yani hivi wapi, haiwi rahisi hivyo. Ninaingia kwenye modi ya kubomoa, haribu kila kitu, ninaanza kukimbizana naye. Anakanyaga mafuta na mimi nafanya nini? Anakanyaga mafuta na mimi nafanya nini? Anapita taa nyekundu na mimi nafanya nini? Si unaona kabisa umeshaingia kwenye hiyo modi ya kuanza kubomoa, yani uko tayari. Ufe ila usipitwe. Distraction. Hiyo ni modo ya kwanza. Modo ya pili, modo ya pili ni Sauli. Hii ni ngumu hii. Sauli, hii modo unaona kwenye Samueli wa kwanza sura ya 28. Sauli na Mungu kashamtuma Samueli, amesema mwambie Sauli simtaki, nimemkataa. Yani outright, hamna kumung'unya maneno. Mungu amefanya nini? Amekukataa. Sauli anaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kuna watu tukianza kuface majuto, tunaanza kujaribu vitu vipya ambavyo hatuvijui. Unaanza kutibu majuto kwa nielewa anachokisema. Yani Sauli anaenda kwa mganga wa kienyeji. Huyu ni mfalme wa Israeli, taifa linaloongozwa na Mungu mwenyewe, na yuko so desperate kutafuta mahusiano na Mungu kiasi kwamba yuko tayari aende kwa mganga wa kienyeji ili amuunganishe na Mungu. Inaingia akilini hiyo? Na kuna watu hapa tukipatwa na hali ngumu zinazotuacha kwenye majuto, tunajikuta tunaanza kuexperiment, kujaribu vitu vipya. Biashara haiendi vizuri, mchungaji alikuja akaomba akaiweka wakfu, lakini haiendi vizuri. Na kwa sababu haiendi vizuri, wanakuambia bwana kuna fundi Kisarawe mitaa ya Chanika, ukivuka Pugu hivi tu. Na wewe Mwadventista, kwa sababu ya regrets, unaanza kujaribu things that are foreign to you. Hello somebody. Hello. Naongea na watu au binadamu hapa? Mume wako ametoka nje ya ndoa, na wewe unasema hanijui kama anaweza na mimi naweza. Unaanza kujaribu vitu ambavyo hata ujanani hukuvifanya. Kaza macho, mtazame mchungaji. We mama, mimi sitaki kutatua kesi hapa za familia. Ukiangalia chini mume wako atasema kumbe. You try experimenting things that are foreign to you. Eti kwa sababu mume wangu amechiti na mimi na chiti. Tit for tat. Wewe sio, that's not you. Mungu hakukuumba hivyo, hakukupa ujasiri huo. Sasa uko bize unatongoza, kila unemtongoza anakupiga experimenting. Una maumivu ya heartbreak, kijana umepigwa chini. Sijui kwa nini leo sasa huo ndo mfano unaokuja tu. Mungu, si ulete na mwingine. Pigwa chini, umeachika baada ya kufanya vyote, dada wa watu, vyote ambavyo ulipaswa kufanya na ambavyo hata ukupaswa kufanya, umefanya vyote pamoja na kufanya yote, bado amekwambia sikutaki, na kipilipili chako na panki lako la kisabato sikutaki. Maumivu makali, unaanza kwenda night club. Mwadventista na night club wapi na wapi? Unaanza kuexperiment vitu ambavyo huvijui. Sauli ameachwa na Mungu, anaanza kutafuta mahusiano na Mungu kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji.
Matokeo yake ni nini? Mwisho wa yote Sauli aliishia kujiua mwenyewe. Experimenting things that are foreign to you will always lead you to suicide. It could be spiritual suicide, financial suicide, academic suicide, but you will end up, yani ukianza tu kujaribu vitu ambavyo sio vitu vyako, hujalelewa hivyo, hujafundishwa hivyo, hujakuzwa hivyo, mwisho wa hayo ni suicide. Sauli aliishia kujiua kwa sababu ya majuto. Amejaribu, waganga wa kienyeji wameshindwa kumuunganisha na Mungu. Waameleki wamembana kwenye kona, akaweka mkuki chini, akauangukia na akafa. Vijana, mnanisikia ninachokisema? Hata katika nyakati za majuto, be true to who God created you to be. Baki kuwa mkweli kwa misingi ile ambayo Mungu ameifunua kwako. Acha kufanya experiment ambazo huzijui. Pressure za maisha zimekuwa kali, na wewe unataka iPhone 17 kwa sababu kila mtu ana iPhone 17, hauna, unaanza kujaribu vitu ambavyo huvijui. Wewe uliambiwa ukitaka vitu vizuri soma sana, fanya kazi nini, lakini sasa umeshapigwa pressure, unaona unachelewa, unaanza wewe. Alafu wenzako, ngoja nikwambie, kuna siku nitahubiri kuhusu Waashuru. Kuna watu wanaitwa Waashuru, hao ni noma sana. Waashuru wenyewe hivi ndio vitu vyao vya kila siku. Wanajua namna ya kuishi navyo, yani ndio wamelelewa kwenye mazingira hayo, wanavijua kuanzia utotoni. Wewe ukivijaribu ukubwani vinaenda hivi. Kidogo umepigwa mimba. Mbona wengine hawazipati, wewe umepata? Kidogo ukimwi. Wengine hiyo wamecheza hiyo michezo kuanzia primary mpaka leo, ngoma free na bado wanaendelea. Wewe ngoma. Unakuja kwenye makambi, pastor, wewe unaweza ukakemea laana. Hakuna laana, umejaribu vitu visivyo kuhusu. Acha katika jina la Yesu. Nimekuwa mkali sana, ngoja niende hatua ya 3. Modo ya 3. Modo ya kwanza tumesema ni modo ya Samson, bomoa, haribu, vunja. Modo ya pili, kujaribu vitu ambavyo huvijui, ambayo mwisho wake inakupelekea kwenye suicide. Sasa hii ni mifano miwili ya namna mbaya ya kushughulika na majuto. Tujaribu kuangalia namna bora ya kushughulika na majuto. Tumtazame Caleb kwa haraka. Caleb ni moja ya wale spies 12 waliotumwa na Musa waende wakaitazame nchi ya ahadi. Mnakumbuka? 10 waliporudi wakasema uongo. Wakasema nchi inakula watu, sijui nini, mambo mengi. 2 walikuwa wa kweli. Caleb hakuwa na kosa, hakufanya dhambi, lakini kwa sababu jambo hili lilikuwa nje ya uwezo wake, akajikuta yuko kwenye timu ya watu ambao wanatembea tena miaka 40 jangwani, kwa sababu ya wale 10 waliosema uongo na kuharibu mioyo ya Israeli wote. Na japo mambo yamemwendea vibaya kabisa, Caleb aliendelea kumngojea Bwana. Haleluya. Unaweza ukashughulika na majuto kwa kuongojea wakati wa Bwana. Yawezekana mambo hayajaenda kama ulivyoyapanga, vitu havijawa kama ulivyovipigia picha, yawezekana umri umeenda kuliko mipango yako, lakini ngoja nikwambie, Caleb alisubiria miaka 40 ili aione ahadi ya Bwana. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Biblia inasema those who will wait upon the Lord shall renew their strength. Watapaa kama tai. Hiyo ni nguvu inayokuja kama matokeo ya kumngojea Bwana. Kwa nini usiseme amina? Kwa miaka 40 Caleb hakuwa na kosa, lakini aliishika ahadi ya Bwana. Kila njaa aliyosikia, kila kiu, kila msiba aliyoupata jangwani, aliufanya akiisubiria ahadi ya Bwana. Na wanapofika nchi ya ahadi, anamwambia Yoshua,
Bwana amenitunza na na nguvu leo kama nilivyokuwa nazo miaka 40 iliyopita. Anaisema hii statement, soma Joshua chapter 14. Joshua anasema nina nguvu leo kama nilivyokuwa miaka 40 iliyopita. Hii statement anaisema mzee mwenye miaka 85. Ameingoja ahadi ya Bwana. Wewe una miaka 28. Mungu nisamehe. Miaka 28 umeshamkatia Mungu tamaa. Miaka 30 ndio una mwaka tu watatu kwenye ndoa, hujapata mtoto, tayari umeshaanza kujaribu. Wacha, subiri wakati wa Bwana, ngoja wakati wa Bwana. Bwana ni mwaminifu wapendwa. God is faithful. Anamwambia nina nguvu leo kama nilivyokuwa na nguvu miaka 40 iliyopita. Nipe mlima huu, give me this mountain. Sitatulia, sitapoa mpaka nimeipokea ahadi ya Bwana. Kwa hiyo wapo wanaoshughulika na majuto kwa kuungojea wakati wa Bwana. Kama unanielewa sema amina. Wa mwisho, Mfalme Daudi. Hii ni modo ya mwisho, namna bora ya kushughulika na majuto. Daudi ametenda dhambi, piga Bathsheba mimba, ameua Uria, mambo magumu, katoto kale kameumwa. Mnakumbuka hiyo ni Samuel wa kwanza sura ya 12. Mnakumbuka hiyo habari? Kameumwa. Biblia inasema Daudi akafunga, akavaa magunia, akalala chini kwenye ardhi, akajipaka majivu, na kwa siku 6 Daudi aliutafuta uso wa Bwana. Compare and contrast. Fanya ulinganifu. Sauli amekataliwa na Mungu, anaenda kwa waganga wa kienyeji. Daudi mambo yake yamekaa vibaya na Mungu, anamtafuta Mungu katika maombi. Unaiona hiyo kitu hiyo? Sauli amekataliwa na Mungu, anaanza kujaribu mambo ambayo ni kinyume na kanuni zake na maadili yake. Daudi mambo yamemwendea vibaya, ndio anarudi kwenye kanuni na maadili. Siku 6 Daudi anaomba, anamsihi Bwana, ponya mwanangu. Na anapoamka siku ya 7 anaona vikao ambavyo havina mwenyekiti vimetanda nyumbani. Na kwa sababu ni mtu mzima, akiwatazama anajua kijana amekufa. Na kila mtu anaogopa kumwambia. Kwa nini kila mtu anaogopa kumwambia? Kwa sababu kuna mtu alikuwa na kimbelembele wakati Sauli amekufa, kumpelekea habari kwamba Sauli adui yako amekufa, tena mimi ndio nimemuua. Daudi akasema mfalme huwa hazikwi peke yake, anazikwa na mtu. Wewe ulileta habari, ndio utazikwa na Sauli. Sasa kama alifanya hivi kwa adui yake aliyekuwa anamuinda, wewe ungeenda kumwambia kwamba mwanao amekufa? Kwa hiyo watu, kila mtu anasukumana, nenda wewe. Anauliza, jamani, mtoto amekufa? Halafu wote kama uaminifu tu anavyoimba 1 2 3, wote wanasema ndio, ili kama tunakufa tufe wote. Biblia inasema Daudi ananyanyuka, anaenda bafuni, anaoga, anajipaka mafuta, anawaambia wekeni msafara vizuri, vimulimuli vyote na ving'ora vinaelekea hekaluni. Anapofika hekaluni, Daudi anamwabudu Mungu. Tunapoongelea ibada tunaongelea complete worship. Anaimba, anaomba, anatoa sadaka na analisoma neno. Umesikia hayo mambo manne? Ibada haijakamilika kama hayo mambo manne hayajafanyika. Imba, omba, sadaka, usomaji wa neno. Hivyo vinne vikifanyika, ibada inakamilika. Daudi anamwabudu Mungu. Majuto yake yanampeleka katika ibada. Wanateolojia na wanazuoni hawa wakina Pastor Isaac hawa wanakubaliana, ile Zaburi ya 122 fungu la 1 inayosema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Daudi aliimba siku hii mwili wa mtoto wake ukiwa unapoa kwa ubaridi baada ya mauti. Majuto yake yanampeleka karibu na Mungu kuliko alivyokuwa siku za nyuma. Anaporudi nyumbani anasema, jamani, si mnajua sijala siku 6? Leteni chakula sasa nile. Na hata watu wake wakajiuliza, mzee, mtoto alipokuwa anaumwa, mbona ndio sasa amekufa, si unatakiwa uwe na huzuni zaidi? Kaambia, jamani, kuna mambo yako nje ya uwezo wangu. Hili liko nje ya uwezo wangu.
njia aliyoenda ni mimi ninafuata, lakini hata nirudia. It is beyond my control. Mungu amekubali hivyo iwe hivyo, ameiwekea muhuri. Ninaumia, nina majonzi, ninaiokota, ninakaza viuno, ninasonga mbele. Unaweza ukaitikia majuto kwa ibada na kusonga mbele. Pale mambo yalipokuharibikia sio mwisho wa maisha yako. Huhitaji kujiua, huhitaji kuua vinavyokuzunguka, huhitaji kujaribu vitu vipya ambavyo huvijui. Ungojee wakati wa Bwana na usonge mbele kwa imani. Unajua haishi muda mrefu. Hapo hapo Samuel wa pili sura ya 12 pastor, haivuki sura. Biblia inasema Daudi katika kusonga mbele akamfariji tena mkewe Bathsheba. Bathsheba akapata mimba na akazaliwa mtoto anayeitwa Sulemani, na Biblia inasema Mungu akampenda Sulemani. Wakristo, Waislamu tunakubaliana Sulemani ndio alikuwa mwanadamu kando ya Yesu Kristo, mwanadamu aliyeishi chini ya jua, mwenye hekima kuliko wote. Huyu alitoka kama sehemu ya maumivu, ya majuto, lakini alitoka pia kama sehemu ya ibada na kusonga mbele. You have some regrets. We all do. How you deal with them is what makes the difference, beloved. Una majuto, hata mimi ninayo. Namna unavyoshughulika na majuto ya maisha yako, mtazamo wako, mwelekeo wako ndio inayofanya tofauti. Usikate tamaa, mtoto wa Mungu. Usirudi nyuma. Sawa, hujaipata hiyo kazi na umemaliza chuo, sio mwisho wa maisha. Songa mbele. Simama kwa uaminifu ukimwabudu Mungu. Ungojee wakati wa Bwana. Ongoja wakati wa Bwana. Katika utimilifu wa wakati Bwana atakutendea. Don't go around committing suicide. Eti umeachwa ndio umeanza kununua vipanado, una panado 50, mimi pastor kama ni hivyo bora nife. Ufe. Yaani ufe kweli kabisa, ufe kwa sababu ya mwanaume. Ufe eti kwa sababu binti kakupiga chini. Ufe. Uache ugali na maharage. Ufe. Mwadventista unaacha matembele kwa sababu uli nyama. Ufe kwa sababu ya mapenzi, una regret mpaka unajiua. Acha ujinga katika jina la Yesu. Wacha mambo ya kijinga. Songa mbele. Njoo kanisani, imba kwa furaha, imba kwa bidii. Ngoje wakati wa Bwana katika utimilifu wa wakati. Oh, haleluya. Bwana atakutembelea, atabadilisha hayo yanayokutoa machozi leo, ndio ushuhuda wa kesho. Wait upon the Lord, beloved. Ungoje wakati wa Bwana. Ungoje. Wacha mambo ya kuwa suicidal. Kama nioi mimi, basi nataka nikuhakikishie hata muoa yoyote yule, kila akiingia kwenye mahusiano, unajua alinipa mimba, akanilele, nikatoa mimba yake. Wewe unamnufaisha nani? Jamani. Mnanielewa lakini ninachokisema? Vijana mnanielewa? Pick up your pieces. Stand strong by the grace of God. Simama, nyosha mgongo wako, weka kichwa juu, weka kifua mbele. Sema ni kweli mambo hayajaenda kama nilivyotaka. Ni kweli mambo hayajaenda kama nilivyotaka. Lakini sitamwacha Bwana. Sitajaribu vitu nisivyovijua. Nitasimama kwa uaminifu na katika utimilifu wa wakati. Bwana mwenyewe anajua nini cha kufanya. Ngoja nikwambie, kuna nyakati inabidi vitu fulani vife ili wakina Sulemani wazaliwe. Basi bwana, kuna vitu inabidi jamani mkubali vifanye nini jamani? Ife. Aka jamaa kasingekufa, tusingekuwa na Sulemani. Sulemani ni matokeo ya maumivu na majuto ya jana. Sulemani ndio ushuhuda wa leo. Shida ni kwamba wewe unang'ang'ana na vitu ambavyo vilipaswa kufa.
Ndio unavingangania, unavibembeleza. I will change for you, I will do anything for you. Mimi nataka nikuhakikishie wewe baba, ukinisaidia nipate kazi, mimi nitakuwa wako na wewe ndio wangu na nini na nini. Yani uko tayari ili nipate A. Ukinichomoa kwenye hii sub professor, mimi nataka nikuhakikishie nakupa vyote. Nakupa wewe, wacha hiyo, wacha. Kama ni degree, wacha ife. Sio mabilionea wote wana degree. Wengine walifukuzwa chuo, wengine waliambiwa hawana akili. Hiyo ndio ikawapatia safari mpya. Kuna vitu Mungu akiruhusu vife, wacha vife. Umeomba, umefunga, umehusisha wachungaji, umelia, umefanya vyote viwezekanavyo na vimekufa, vizike. Panga, nenda kanisani, imba kwaya ya waaminifu, omba na ulie mbele za Bwana. Bwana atakupa Sulemani wako. Basi bwana, nilisema nafundisha, sasa nimejikuta ninahubiri. Tufike mwisho. Na msifu bado yupo, ameenda. Very well. Tuimbe wimbo wa kitabuni. Bwana ninataka hili. Ni wimbo namba ngapi ule? Uaminifu. Simje mnisaidie. Mimi na karama ya kuhubiri, nikianzisha wimbo huwa hauishi. Kizi na goma, njoni mnisaidie hapa. Bwana ninataka hili, kwa kuwa nimefanya nini? Kwa maji au kwa moto unisafishe kabisa. Na tunapoimba, kama kuna vitu fulani havijakuendea sawa, kuna vitu fulani vinaleta majuto, naomba uchukue modo ya Caleb, ungoje wakati wa Bwana. Chukua modo ya Daudi, utafute uso wa Bwana katika ibada. Yeye ni mwaminifu. He is faithful. Yeye ni mwaminifu. Kama alitenda kwa wengine, hata wewe anaweza kukutendea. Ni wimbo namba ngapi huo wapendwa wangu? 116. Mnaujua? Huku Ukonga unaimbika huo wimbo? Wanaujua eh? Simameni kanisa tuimbe. Na wakati tunaimba unakuwa unamuomba Mungu kimoyomoyo, kwa kuingia kwenye vishawishi vya kufanya majaribu kama wakina Sauli, kwa kuwa na roho ya kubomoa na kuharibu. Mwambie Mungu, nisamehe. Kuanzia leo ninautafuta uso wako. Kuanzia leo ninaungoja wakati wako. Kuanzia leo ninakuabudu kwa moyo na kuabudu kwa hisia, ninakuabudu kwa vyote, nikijua ya kwamba wewe utatenda. Wimbo unapoimbwa unakuwa unaomba kimoyomoyo. Baada ya hapo mchungaji Isaac atatuweka mikononi mwa Bwana, nitatoa tamko la baraka na tutakuwa tumefika mwisho wa ibada ya leo. Beti la kwanza na beti la mwisho. Karibuni waimbaji. Unisafishe kabisa.
wakati tunapokwenda kuomba, kila mmoja anajua ni wapi mambo yaliyosambaratika na ni wapi anapohitaji Bwana amwezeshe ili ajikusanye tena aweze kusimama. Nina uhakika ya kwamba Yesu yuko hapa. Nina uhakika ya kwamba alikuja hapa ili akufundishe kusimama tena. Na natamani kusikia moyo wa mtu mmoja ambaye anasema kwa hali ya kawaida na ya dhati ya kwamba mimi ni huyo mtu. Wakati nitakapokuwa ninaomba, sema kwa maneno ya dhati, naye Bwana atakusikia. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante kwa tangazo la upendo ya kwamba wewe ni Yesu unayesoma dhamiri za mioyo yetu. Ninakushukuru kwa ujumbe wako kupitia Pastor Butoke, ya kwamba saa ya kujiharibu, kujichukia, kujidharau, Baba, kujiumiza, kubeba mzigo wa lawama na kujiona ya kwamba hatufai, saa ya kubaki ndani kulala na kulia, hiyo saa imekwisha kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya kijana ambaye alikuwa analala ndani akihisi ya kwamba alikosea kozi aliyoisoma, akilaumu hata maisha ya wazazi walioyaishi, akilaumu kwa ajili ya ujauzito aliyoubeba, akimchukia hata mtoto aliyemzaa. Saa imefika anyanyuke tena. Ninaomba ya kwamba ukamtie moyo mtu fulani. Asante kwa sababu hatutajiharibu tena kwa jina la Yesu. Hatutaharibu mahusiano ya watu tena kwa jina la Yesu. Na huyo mtu ambaye alikuwa na moyo wa chuki dhidi yake binafsi, dhidi ya watu waliomwonea, waliomsababishia hayo anayopitia, ninaomba ukaweke kwake moyo wa msamaha, tumaini na amani. Na sasa unapomwongoza katika ibada na kukusubiri, Baba, mpe nguvu za kusimama na tabasamu lisilo la kawaida. Ninamwombea kijana, ninamwombea mzee, ninamwombea wanandoa, ninamwombea wafanyabiashara, wanaponyoshewa na kupokea mkono wako tena wakasimame kwa jina la Yesu. Baba, leta nguvu ya tumaini ya kusimama. Na moja ya jambo tunaloliomba jioni ya leo, baada ya kuruhusu wachumba kukimbia, baada ya kuruhusu biashara zetu kufa, baada ya kuruhusu ndoa kuvunjika, yule Sulemani tunamhitaji kwa jina la Yesu. Yale matokeo baada ya kile kifo, nenda kayatoe kwa kila mmoja wetu. Asante, maana tunakwenda kuliishi somo hili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunapoondoka hapa, neema yako iwe pamoja nasi. Uwezo wako ukatuwezeshe kusimama tena kama Caleb. Ukatuwezeshe kusimama tena na kula chakula kama Daudi. Wale ambao waliokuwa wamezira hata kazi, wawezeshe tena kuwa na mtazamo mpya kwa jina la Yesu. Baba, ninajua vijana fulani waliosema hawataolewa tena, hawataoa tena, wamechukia hata mahusiano. Baba, wale ambao wamechukia hata hawataki tena kusalimiwa, waonyeshe tena njia mpya, maana baada ya hayo unajenga tena msingi. Asante Yesu, maana umesikia. Wewe ni tumaini la kesho na tunaishi ndani yako. Tubariki na kutuongoza kwa jina la Yesu Kristo, amen. Basi wanaukonga pamoja na wageni mliotufikia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda jioni ya leo. Nuru ya uso wake ikawaangazie na kuwafadhili. Kila hatua mtakayoipiga kutoka hapa siku ya leo ikawe ni hatua inayoongozwa na Bwana. Mwenyezi Mungu agange na kuponya madonda yanayotokana na majuto ya maisha haya.
Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kuungojea wakati wake. Mwenyezi Mungu awasimamishe kwa uaminifu katika ibada ya kweli, tukisubiria ahadi kutimia juu yetu. Asante Bwana kwa kuwa umeponya mioyo yetu. Asante kwa kuwa umetupatia nguvu mpya. Asante kwa kuwa umesema nasi. Asante kwa kufuta machozi. Asante kwa kuleta tumaini. Asante kwa kuleta kicheko na tabasamu tena. Bwana, pokea utukufu, pokea sifa, pokea shukrani. Mungu umestahili, hatuna mwingine ila wewe, na ni wewe peke yako Bwana. Tafadhali Bwana, ninakusihi na ninakuomba katika juma hili asionekane yoyote yule, na tusivutwe kwa yoyote yule, bali Kristo aonekane juu ya msalaba, na neno likatimie ya kwamba anapoinuliwa juu, yeye huwa anatuvuta karibu naye. Kristo, tuvute katika pendo lako, tuvute katika pumziko lako, tuvute katika furaha yako, tuvute katika uponyaji, tuvute katika ushindi, tuvute Bwana kwa utukufu uliomo ndani ya Kristo Yesu. Tumeomba, kila anayeamini na aseme amina, na amina kubwa zaidi. Mshangilie Bwana na useme amina. Amen, amen, amen. Bwana atubariki sana. Enendeni na amani ya Bwana.